Ndugu wanahabari, tunawashukuru sana kwa kuitika mwito wetu wa haraka kidogo wa leo kuja kuzungumza na nyinyi. Ni kwa mara ya kwanza toka zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, ni kwa mara ya kwanza ukumbi huu unafunguliwa mlango rasmi na mkutano na waandishi wa habari unafanyika, zikiwa zimepita siku 310 makao makuu ya chama yakiwa yamefungwa, pamoja na kuwa amri iliyotolewa tuliiona kuwa ni haramu, pamoja na kuwa amri ile haikuhusu viongozi wote, lakini watawala dhalimu wakaitafsiri kwamba inahusu viongozi wote wa Chadema. Pamoja na kuwa amri hiyo miezi 6 ya ukomo wake ilifika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, lakini watawala batili wakaendelea kutumia vyombo vyao kusimamia amri isiyokuwa halali. Sisi kama chama cha demokrasia na chama kinachoheshimu vile vile utawala wa sheria, hatukutaka kuwapa watawala dhalimu na haramu visingizio, na tukawa tumefunga makao makuu ya chama kwa shughuli za kiutendaji za makao makuu ya chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi, na kazi hapa makao makuu zitaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi, kutokana na tafsiri hiyo ya hukumu ya mahakama, kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao, kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu hile. Lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa, kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijafunguliwa zifunguliwe rasmi, na kazi za chama za kiofisi ziendelee nchi nzima. Na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa hakiongozwi na katibu mkuu peke yake, katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza secretariat ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Nje ya mwenyekiti Tundu Lissu, walioko nje ya gereza, yuko makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, yuko makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee. Viongozi hawa kwa umoja wao wanaiongoza kamati kuu ya chama, ambacho ndio chombo kinachosimamia secretariat ya chama, lakini ndio chombo ambacho vile vile kinafanya kazi kwa niaba ya baraza kuu na mkutano mkuu wa chama, kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310, na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu haraka sana tarehe 28 na 29 mwezi Aprili. Wajumbe wa kamati kuu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa wale wajumbe ambao hawako hapa Dar es Salaam, wafike makao makuu ya chama ili tuwe na kikao maalum cha kamati kuu ya chama. Na baada ya kikao hicho cha kamati kuu tutafakari kwa pamoja mambo mbalimbali, ikiwemo tunafahamu kwamba kamati kuu ilikutana kwa njia ya kidijitali, kwa njia ya teknolojia ya mtandao kwa sababu ya zuio hilo la kimahakama mwishoni mwa mwezi Novemba, na ikaendelea na vikao kazi vya kamati kuu mwezi Disemba, na hatimaye
ukatoka msimamo wa chama uliokuwa na maazimio mbalimbali ya kamati kuu ya chama. Kwa tutakutana tarehe 28 na 29 kutafakari uendeshaji wa chama, na ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, yapo ambayo yatazungumzwa na chama kwa mmoja wetu baada ya kuwa kamati kuu imekutana, baada ya kikao maalum cha kamati kuu kitakachokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026 hapa makao makuu ya chama. Nitumie fursa hii tu kusema kwamba mtakumbuka kabla ya zuio la chama la tarehe 9 mwezi Aprili na kabla ya tukio la tarehe 7 mwezi wa 4 hapa makao makuu, ambapo mwenyekiti Lissu alizungumza pamoja na viongozi wengine, tulizungumza na waliokuwa watiania wa uchaguzi, na siku hiyo ndio ikatoka ile kauli ambayo hatimaye mwenyekiti Lissu akabambikiwa kesi ya uhaini. Kabla ya vikao hivyo na kabla ya matukio hayo, nilizungumza hapa mbele yenu waandishi wa habari, tukawaambia kwamba mara baada ya uchaguzi wa ndani wa chama uliofanyika ukumbi wa Mlimani City tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, na mara baada ya Chadema kutangaza kuendelea kutekeleza azimio la no reforms no election, watawala waliamua kupanga mbinu haramu, mbinu dhalimu kudhibiti mapambano ambayo Chadema ilikuwa imeyatangaza wakati huo ya no reform no election. Kwa tukatangaza vita dhidi ya Chadema na mapigo dhidi ya Chadema, na kukawa na njama za mapigo mbalimbali ambayo yalipangwa. La kwanza kabisa likawa lile la msajili wa vyama vya siasa kuandika barua ya kutomtambua katibu mkuu na sekretarieti ya chama pamoja na wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa na mwenyekiti wa chama walioteuliwa na mwenyekiti wa chama taifa, na mapigo mengine. Na tukaendelea mara kadhaa kwenye mikutano yetu na waandishi wa habari kuendelea kuwaeleza mapigo, vita, njama ambazo zilikuwa zinaendelea kupangwa na kutekelezwa ili kuizuia Chadema kwenye mapambano ya no reform no election katika mwaka wa uchaguzi. Bahati njema sana sasa tunaweza kuthibitisha, tulisema wakati huo na tunaweza kuthibitisha hata kwa nyaraka zao wenyewe, kutokana na nyaraka ambazo zimewasilishwa mahakamani na matukio kutokea juu ya njama hizi. Takumbuka kwamba mwenyekiti Tundu Lissu alikamatwa Mbinga tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tarehe hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, wakati mwenyekiti Tundu Lissu akikamatwa Mbinga, huku Zanzibar na Dar es Salaam, hawa waliofungua kesi iliyopelekea kuzuiwa shughuli za kisiasa za Chadema, tarehe hiyo 9 mwezi wa 4 mwaka 2025, ndio siku hiyo walisaini nyaraka za kufungua kesi iliyopelekea hatimaye tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 Chadema kuzuiwa shughuli zake za kisiasa. Kwa kulikuwa kumepangwa njama za aina mbalimbali kwamba huku mkamate Lissu, mweke ndani kwa kesi ya uhaini ili kufanya sasa asiwe nje tena, asifanye shughuli za kisiasa. Wakati huo fungua kesi na omba katika kesi amri ya kuzuia shughuli zote za Chadema ili kuzuia shughuli za kisiasa. Wakati huo endelea kutomtambua katibu mkuu wa chama kupitia kwa msajili, sekretarieti ya chama, wajumbe wa kamati kuu ya chama, mapigo, mbinu mbalimbali zilizopangwa coordinated. Sasa tunashukuru leo kwamba mahakama ya rufaa walau katika hili la kuondoa zuio haramu dhidi ya Chadema, mahakama imetutendea haki. Tunaishukuru sana mahakama ya rufaa, na kwa kweli ni siku ya furaha sana.
kwa muktadha huo huo, kwa kweli, kwa kuwa matukio haya nitayaacha matukio mengine, nitayazungumzia tu haya mawili haya ambayo yalisainiwa au yalitendeka katika siku moja. Kwa kuwa tarehe 9 mwezi wa 4 ndio safari ya kuifungia Chadema shughuli za kisiasa ilisainiwa. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 4 safari ya kumfungia Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini ndio ilianza kwa kumkamata Mbinga, kama ambavyo leo tunasherehekea Chadema kuwa huru, Chadema kufunguliwa shughuli zake kwa sababu ya utashi na maamuzi ya mahakama ya rufaa kwa ridhaa yake Suomoto kuita faili na kusikiliza na kufanya mapitio. Hivyo bila kuingilia uhuru wa mahakama, na kwa heshima kubwa ni bombe Jaji Mkuu na watawala wengine wa mahakama kuharakisha kesi ya Mheshimiwa Lissu, mahakama ya rufaa iite hizo taratibu ambazo serikali iliamua kupanda juu kwenye mahakama ya rufaa kwa njia mbili tofauti, na Mheshimiwa Lissu naye akapanda kuomba mahakama isikilize swala lake kwa jambo la dharura. Basi vile mwenyekiti Tundu Lissu naye jambo lake liweze kumalizika, na sisi tunaamini kwamba mwenyekiti Tundu Lissu naye anastahili kupata uhuru, ili Chadema tunapokaa vikao vya kikatiba tunavyokaa kuzungumza, mwenyekiti wa chama ambaye ndiye kiongozi mkuu naye aweze kutoka na kushiriki kwenye kesi hizi. Lakini pamoja na rai hiyo kwa mahakama, tunasisitiza tu mkazo ambao tumekuwa tukiusema siku zote, tunaurejea tu kwa sababu tunaamini kuna wakati sauti hii pamoja na kuwa na serikali ambayo sisi tunaiona batili, sisi tunaiona katili, lakini inaweza kusikia sauti kwamba bila hata kulazimika kuisubiri mahakama. Mazingira haya yanaonyesha kabisa hizo kesi zilikuwa ni kesi za mkakati, ni kesi za kisiasa, ni kesi zilizolenga kukwamisha mapambano ya no reform no election. Bado mwendesha mashtaka kwa maana ya DPP anaweza kabisa bado na rais ambaye sisi tumetoa msimamo wa kutotambua kuchaguliwa kwake, wanaweza kabisa kuzungumza huko ndani ya mamlaka, na moja kwa moja kesi hiyo ikafutwa. Kesi ikafutwa kabisa, mwenyekiti akawa huru na akaendelea na majukumu yake. Kwa hiyo haya mimi naamini yanaweza kufanyika wakati mambo mengine yakiendelea. Katika hatua hii walipotuzuia kwa mazuio hayo, walifanya mazuio mawili. Zuio la kwanza lilizuia shughuli zote za kisiasa za Chadema. Kwa kuzuia shughuli za kisiasa za Chadema, maana yake wamezuia vikao vya katiba, wamezuia mikutano, lakini walizuia vile utekelezaji kabisa wa katiba ya Chadema. Kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwahimize viongozi wa Chadema maeneo mbalimbali ya nchi kwa kufuata matakwa ya katiba ya chama, kama ambavyo ngazi ya taifa tumeita kikao maalum cha kamati kuu, basi ngazi zote za chama nazo zifanye vikao ili kutafakari mambo ya msingi na kwanza kutekeleza matakwa ya katiba ya chama na kuendelea kufanya uendeshaji wa chama. Lakini zuio la pili lilihusu matumizi ya mali na rasilimali za chama. Kwa zuio hili nalo limeondoka. Tunaweza kutumia majengo ya chama katika maeneo mbalimbali. Mali za chama zinaweza kutumika kwa mujibu wa katiba ya chama kufanya kazi za kisiasa. Rasilimali za chama zinaweza kutumika. Lakini nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania na kuwaomba wanachadema mambo mawili kwa ngazi zote za chama, ukianzia ngazi ya taifa, kuhusu swala la rasilimali. La kwanza ni kuwa tumepita katika kipindi kigumu sana, na kipindi hiki ili kuamka kuanza kazi kwa upana wa nchi na maeneo mengine kinahitaji rasilimali. Kwa niombe Watanzania kote nchini kuichangia Chadema kupitia njia rasmi za uchangiaji wa chama za ngazi mbalimbali kwenye ngazi zetu za chama, na kwa ngazi ya taifa tumekwisha tangaza siku mara kwa mara
akaunti za chama, namba za chama. Kwa kweli tunahitaji rasilimali kwa sababu ya mapito ambayo tumepitia. Lakini kuna jambo la pili, Watanzania ni vyema wakakumbuka kwamba kwa sababu Chadema hakijihusisha kabisa na uchaguzi mkuu wa mwaka unaoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutokana na msimamo wetu wa no reforms no election. Manake vile vile Chadema sasa hivi haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya kutoka serikalini. Na kwa kuwa Chadema haipokei hata shilingi moja ya ruzuku ya uendeshaji wa chama kutoka serikalini, niombe wa Tanzania tunapokuwa tumefungua leo shughuli za kisiasa za chama ngazi ya taifa na ngazi zote, mfahamu kwamba jukumu la kuifanya Chadema iendelee na kazi, jukumu la kufanya Chadema iendelee kutimiza wajibu wake, Chadema ambayo ina imani kubwa ya Watanzania, ni jukumu la Watanzania wote, wanachama wote wa Chadema na Watanzania wote kwa ujumla. Tushirikiane kuiendesha Chadema ili Chadema iweze sasa kutimiza yale ambayo Mwenyezi Mungu ameipangia. Kwa nihitimishe tu kwa kuwashukuru sana jopo la mawakili wakiongozwa na wakili Inshallah na wakili Mpoki, wanachama waliokuwa mahakamani, bodi ya wadhamini ambayo pamoja na magumu imesimama kwa sababu ndio ilikuwa inabeba nyaraka za chama mahakamani. Kwa kweli tunawashukuru, na Watanzania wote waliotuunga mkono kwa hali na mali na waliotuombea kwa Mwenyezi Mungu. Hatimaye leo tuna furaha ya kuwa huru kuendelea na mapambano ya haki. Asanteni sana.